Kwa majina naitwa Edward Katunzi Kubarienda, diwani wa kata ya Nkwenda. Siku ya leo, siku ya tarehe 5, ilikuwa ni siku ya kuhakikisha ilani ya Chama cha Mapinduzi ya miaka 5 kwa kazi kubwa zilizofanyika ndani ya kata ya Nkwenda. Kwa hiyo nimewakilisha vizuri na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wameridhika na kuipongeza. Lakini kipekee nimshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambazo amezifanya kwenye wilaya ya Kyerwa, lakini kipekee kwenye kata yetu ya Nkwenda. Mfano nikija kwenye miradi ya elimu sekta ya sekondari Nkwenda, tumepata miradi mikubwa sana. Sekondari tu tumepata miradi ya milioni 240. Vyumba vya madarasa ambavyo vimejengwa na ofisi ya mwalimu mkuu. Kwa kweli ukifika sekondari pamebadilika. Miundombinu imebadilika, lakini pia na taaluma ya sekondari ya Nkwenda imebadilika. Nachukua nafasi ya kumshukuru mkurugenzi wetu chini ya afisa elimu wa sekondari ya wilaya, lakini afisa elimu kata na walimu wote kwa ujumla kwa kazi kubwa wanayoifanya kwa pamoja. Lakini nikitoka kwenye sekta ya sekondari na kuja sekta ya shule za msingi. Kwa kweli shule za msingi kwenye kata yetu ya Nkwenda, shule ya Nkwenda inazidi kufanya vizuri. Kama ile shule mimi nimeweka uchochezi wa ufaulu, kuwachochea walimu angalau washindane katika ufaulu wa mitihani. Kwa sasa shule ya Nkwenda inaongoza ndani ya miaka 3 na kila mwaka nawapatia shilingi 500. Wameibuka kuwa washindi ndani ya shule zetu tulizonazo, shule za Nkwenda, shule 4 tulizonazo, ameibuka akiwa wa kwanza. Lakini tukienda kwenye miundombinu, tumepata vyumba vya madarasa shule mpya Akanyinya. Mimi kabla sijawa diwani nimekuta wanajenga, lakini kwa sasa tumepata shule mpya tumejenga na imesajiliwa. Hili jambo la kumshukuru Mungu katika mafanikio. Tumefanikiwa kupata shule ya msingi ambayo ilikuwa haipo. Lakini pia tumepata vyumba vingi vya madarasa. Tumepata sekondari Nyarutuntu Dreams. Sasa hivi ina vyumba 4 na ofisi ya mwalimu, lakini imeshaanza. Hiyo miradi yote ni kwa sababu Mama Samia ameamua kuwatumikia wananchi na kutoa miradi mikubwa. Lakini na hilo jambo lilikuwa kwenye kata hii ndani ya miaka 5 lilikuwa halipo, kwa sasa lipo. Nikija kwenye sekta ya afya. Sekta ya afya tumetengeneza hodi ya kina mama ambayo iligharimu milioni 234, lakini bado inaendelea vizuri. Lakini haikutosha, tumetengeneza hodi mchanganyiko ya milioni 230 ambayo ina vyumba 24, lakini vyumba 4 ni private na vyumba 18 ni vyumba vya kawaida. Hili jambo ni kumshukuru mwenyekiti wetu wa halmashauri ya wilaya ya Kyerwa, ndugu yangu Bahati Eneriko, kwa kazi kubwa ya kuniunga mkono ndani ya kata ya Nkwenda. Lakini haikutosha, tupo tunajenga zanati kijiji cha Kakerere. Kijiji cha Kakerere wananchi wamechangia michango yao asilimia kubwa, lakini kwa mama yetu rais wetu Dr. Samia ametupatia tena pesa milioni 76 kwa umaliziaji wa zanati ile. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo inaendelea kufanyika, na tunaendelea kumshukuru rais kwamba ahadi yetu ni kumpatia kura za kutosha. Miradi ni mingi, hatuwezi kuitaja tukaimaliza. Lakini kuja kwenye swala la maji. Swala la maji tumepata miradi mikubwa. Mama ametumia pesa za miradi milioni 4.6. Huo mradi ni wa Nkwenda, Rwabwele na Mradi huo unaendelea. Nadhani siku ya leo kwenye kata ya Nkwenda vijiji kama kijiji cha Mulile kimepokea maji hayo kupitia mradi wa bilioni 4.6. Nadhani mradi umefikia asilimia 76 na mipango inaendelea ya ukamilishaji. Lakini haikutosha, tuna kisima hapo kwenye kilimo ambacho kiligharimu milioni 210. Mpaka sasa mji wa Nkwenda unazidi kupokea maji kupitia hicho kisima ambacho kina ujazo wa lita 5,000. Kwa hiyo tunazidi kupambana kutokana na mama nguvu anazozipatia. Lakini haikutosha, tukaendelea na miundombinu mbalimbali. Hapa upande wa maziwa kupitia halmashauri ya wilaya ya Kyerwa chini ya mkurugenzi na mwenyekiti Bahati wa halmashauri, tumetengeneza stendi mpya kwa ajili ya kupunguza msongamano wa pale mjini. Mpaka sasa tuna vyumba vya stendi, vyumba 37. Ni pesa nyingi ambazo tumeziweka pale, lakini pia tunaendelea kuongeza miundombinu ya stendi yetu. Lakini haitoshi, tumetengeneza mawasiliano katika vijiji kuhusu miundombinu. Barabara zote za vijiji zimekatwa na kumwagiwa changarau, lakini pia vitongoji vyote 40 tumetengeneza barabara kwa ajili ya kuingiliana kwenye vitongoji vyote. Lakini tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais, lakini pia na Mheshimiwa Mbunge. Kwa sasa tumepata wakandarasi wa kutengeneza rami
kutoka Kerwa kwenda mpaka Murushaka zaidi ya kilomita 70. Wakandarasi wamesharipoti. Kwa hiyo ndani ya Chama cha Mapinduzi ilani zinazidi kutekelezwa na kazi kubwa zinafanyika. Kikubwa wananchi tunawaomba tunaporudi 2025 tunamalizia hii, tunaenda kuwaomba tena waturudishie tena mamlaka mengine. Mimi naendelea kuwaomba wananchi wa Nkwenda, kama itawapendeza wanipe mitano mingine niendelee kumalizia miradi iliyobaki hivi viporo, lakini pia na kukipa Chama cha Mapinduzi kura za kutosha. Kwa hiyo mwandishi wa habari ya kwangu ni hayo, mengine mengine siwezi kuyakumbuka kwa wakati mmoja, lakini nazidi kumshukuru Mungu aliyetupatia afya njema kwa siku ya leo, siku ya tarehe 5, kwa kukamilisha kusoma ilani ya Chama cha Mapinduzi ya utekelezaji ndani ya miaka 5. Wajumbe na viongozi wangu wameipokea kwa mikono miwili na wameniomba tena kwamba nichukue fomu nirudi tena kwa diwani wao. Asante sana kwa kuweza kunisikiliza. Kwa majina naitwa Novati Leonardi, natokea kijiji Kaikoti. Mimi ni barozi shina namba 2. Kwa kweli katika kijiji chetu hii miaka 5 ni miaka ya kuleta maendeleo, kwa sababu mwenyekiti wetu wa kijiji ni mchapakazi, pia naona maendeleo ni mazuri. Tulikuwa tuna shule ya primary, lakini sasa tunishajenga vyumba 2 bado havijakamilika. Pia tunamshukuru mheshimiwa diwani Katunzi kwa hii miaka 5 aliyoimaliza. Amechapa kazi, ametunga mkono kwenye kijiji chetu. Pia tunaomba azidi kuonyesha moyo aliyoonyesha kipindi cha miaka 5. Majina yangu naitwa Edminius Dionizi, tokea kijiji cha Kaikoti, kata ya Nkwenda. Mimi ni barozi katika tawi la Kaikoti, kitongoji Rwekubo shina namba 4. Kwanza nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mama ametufikiria sana hadi sisi mabalozi ametupa vitambulisho vya mabalozi. Mama umeupiga mwingi. Tunaomba Mheshimiwa Rais aendelee kutupigania na sisi tupo nyuma yake. Tutamuunga mkono awamu nyingine inayofuata. Mheshimiwa Rais ametufanyia mambo mengi, naona hadi mazao yetu yameweza kupanda bei kama kahawa. Nipende kumshukuru, sisi tulisomea umbali mrefu shule yetu ya msingi Karo, lakini mpaka sasa hivi tunamalizia ujenzi wa vyumba tayari vipo vya madarasa, vyumba 2, watoto ndo wameshaanza chekechea. Kwa hiyo tunapenda tuwaunge mkono viongozi wetu, hususani mama yetu Samia, mbunge wetu Innocent. Tunakushukuru sana, umetukampani kwenye shule yetu, kwenye maendeleo yetu ya kijiji na kata kwa ujumla, bila kumsahau mheshimiwa mpendwa wetu diwani Katunzi. Tunakushukuru sana. Kuanzia kiwanja, tumeanza ununuzi wa kiwanja, umetuchangia kiasi ulichoona kinatufaa bila kutuacha mpaka sasa hivi. Uwezeshikaji wa mabati umetunga mkono mpaka level hiyo. Na mpenda msikilizaji, kwa majina naitwa Jaberi Makoke, walio wengi upenda kuniita mjukuu wa Makoke, napatikana mji wa Nkwenda. Ni kwamba wakati huu ni kwamba tunapenda kumshukuru, kwanza kushukuru rais wetu ambaye ni awamu ya 5 mama Samia, kulingana na mambo ambaye ameyatengeneza, hususan yakiwemo mazingira ya Nkwenda, na kushirikiana pamoja na madiwani wetu, kushirikiana na mabunge wetu kwa kuangalia ni jinsi gani anavyoweza kuongoza nchi hii ikatoka mahali ilipokuwa na kuingia kwenye mustakabali mwingine. Na ninapotoa shukrani hizi, sio hizo za kipekee, vile vile ninamshukuru katika kipindi hiki hususan wakulima cha mavuno. Ametuangalia katika jicho la 3 kwa kuangalia ni jinsi gani anavyoweza kumuinua mkulima kulingana na mazao ya bei jinsi ilivyokuwa, na tukilinganisha na sasa hivi ni kwamba ajira ambaye ni kilimo watu walio wengi walikuwa wameikimbia. Lakini ingaliweje, kila unakopita mazingira yote yale utaona ni kama pamepata mwenye eneo ni kwamba amelikumbuka kulingana na bei iliyopo juu ya mazao. Ambaye akimbii kupanda maharage atakimbia kupanda mahindi kwa sababu anajua yamekuwa na bei. Ambaye apandi maharage atakimbia kwa ajili ya kuandaa mashimo ya kupanda mikahawa.
Hivyo basi tuzidi kukuombea mama yetu kipenzi, upate mitano tena, utusogeze kutoka eneo tulilopo kusogea kwenye eneo lingine. Na si hilo tu, bali nikiangalia hata mandhari niliyoko kwenye mji wa Nkwenda ni kwamba ni pamoja na shukurani ambazo zimetufanya mpaka mji wa Nkwenda tunapata hata stendi. Stendi ilikuwa imeshakuwa kero, lakini kulingana kwenye uongozi wako na awamu yako, stendi sasa hivi inang'ara na bado mambo yanaendelea vizuri, panapo kushirikiana na diwani wetu ambaye ni Katunzi, pamoja na kushirikiana na mbunge wetu ambaye ni Innocent Birakwate. Hivyo basi mimi nizidi kuomba ndugu wananchi, wanachama wenye mapenzi mema, mnajua Chama cha Mapinduzi kinachagua mtu ambaye anatosha. Hivyo basi tuchague kiongozi ambaye anatosha kwa ajili ya kushirikiana na mama aweze kutusukuma kututoa eneo moja kutupeleka eneo jingine. Mimi kwa majina naitwa Edina Rakiusi, balozi wa chama Stand B. Kwanza na kushukuru Mama Samia, rais wetu. Hatutakutupa, tuko na wewe. Upande wa mabalozi usiwe na wasiwasi na sisi. Tuko na wewe bega kwa bega. Pia tunamshukuru mbunge wetu Innocent Birakwate kwa kazi anazozifanya, na tunamshukuru diwani wetu Katunzi, tuko naye bega kwa bega, tutamwangusha. Mama Samia, sana napenda kukumbusha kuhusu usafiri uliotuahidi sisi mabalozi. Ninaona wakati wa kura za maoni na kura za watu wote zinakaribia. Mama Samia, tutakimbiaje mama? Tuko na wewe, wala usiwaze kuhusu sisi. CCM oye! Kwa jina langu naitwa Blaso Richard January, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kijiji Nyarutuntu kata ya Nkwenda. Mheshimiwa Rais wetu na kushukuru kwa miradi yetu yote uliyoitendea kijiji cha Nyarutuntu, pia kwa kutuwekea miradi mingi kupata sekondari kijiji Nyarutuntu. Ni mara ya kwanza Nyarutuntu kupata shule ya sekondari pia na kusajiliwa. Bila kumsahau Innocent Seba Birakwate, mbunge wetu wa jimbo la Kyerwa, aliyefanya miradi nyingi Nyarutuntu, pia akatuwezesha mimi kama mwenezi kuniwezesha goli za vijana Nyarutuntu zina thamani ya shilingi 800,000 za vyuma, na sasa vijana wapo wanakushukuru, wapo wanaendelea na mpira. Bila kumsahau producer wetu Mheshimiwa Diwani Katunzi Kubarienda kwa miradi mingi aliyoisimamia kijiji cha Nyarutuntu, na sasa Nyarutuntu inang'aa, kila mmoja anaipenda. Kwa majina ni Jennifer Ezekia Beanga, ni katibu tawi wa tawi Nkwenda. Nichukue nafasi hii kukushukuru Mama Samia mahali popote ulipo katika nchi yetu ya Tanzania. Tunakushukuru sana mama kwa kazi ambayo umeifanya. Tanzania inaendelea kung'aa. Ni miradi mingi ambayo umeruhusu katika nchi yetu, lakini pia umeruhusu miradi mingi katika jimbo letu la Kyerwa. Tuna kila sababu mama ya kuombea sana kwa Mwenyezi Mungu azidi kukupa miaka mingi, azidi kukulinda, azidi kukutunza, zaidi ya yote Mungu azidi kukubariki. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kyerwa. Baba, hakika umeupiga mwingi, miradi mmeitoa kutoka kwa rais na kuisimamia vizuri, akiwemo mheshimiwa wetu diwani wa kata hii ya Nkwenda. Bila kukusahau hakika diwani, Mungu akubariki kwa kile ambacho umekifanya kwa miaka 5. Tutaendelea kuwaombea viongozi wote, Mungu akipenda hakika mtarudi madarakani muda ukifika. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante. Kwa jina naitwa Elias Abdusalami Basiga, mjumbe wa kamati ya siasa ya kata ya Nkwenda. Leo tulikuwa kwenye upokeaji wa taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kutoka kwa Mheshimiwa diwani wa kata ya Nkwenda, Mheshimiwa Edward Katunzi Kubarienda, kazi alizozifanya kwa kipindi cha miaka 5. Kwa kweli sisi tukiwa ni wajumbe wa kikao cha halmashauri kuu ya kata, kwa 100% tumeridhika na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka 5. Katika kipindi cha miaka 5 kwa kushirikiana na wananchi, viongozi wa serikali za vijiji, vitongoji, watendaji wa vijiji, mtendaji wa kata, kwa kweli mambo mengi yamefanyika sana katika kata ya Nkwenda. Mambo ya kimaendeleo kama inavyoeleza manifesto ya Chama cha Mapinduzi 2020-2025, miradi ya maji, mishule, barabara za kwenye vijiji, uchangiaji wa shughuli nzima ya maendeleo kwa namna alivyoshirikiana na wananchi. Kwa kweli tumeridhika kwa kiasi kikubwa, amefanya mambo makubwa kwa kipindi cha miaka 5. Ukiangalia election manifesto ya Chama cha Mapinduzi inavyoelekeza,
Viongozi kazi yao kubwa ni kuonyesha njia, ni kushirikiana na wananchi kuwaletea maendeleo. Sasa ukitazama Mheshimiwa diwani wa kata ya Nkwenda kwa miaka 5 tu, hakuna kijiji ambacho hakikuonja ladha ya maendeleo kutoka kwake. Sio ladha tu, bali maendeleo yenyewe haswa. Vyumba vya madarasa kwenye shule za msingi vimeongezeka, kwenye sekondari, barabara, ujenzi wa zahanati kwenye vijiji mbalimbali. Yani kila kimoja si kushirikiana tu na viongozi hao, bali hata yeye mwenyewe kujitoa kuchangia miradi ya maendeleo kwa nia ya kuamua wananchi pale ambapo labda wameanzisha mradi wao. Sambamba na hilo encourage serikali juu ya uchangiaji wa miradi hiyo akishirikiana na mheshimiwa mbunge. Sasa kwa sababu msimamizi mkuu wa ilani hii ni Mheshimiwa Rais wa nchi na mwenyekiti wetu wa chama ngazi ya taifa, pesa inapokuja kutoka ngazi za juu ikifika kwenye ngazi zetu za kata, kwa kweli Mheshimiwa diwani kwa kushirikiana na utendaji wa vijiji, kwa kushirikiana na mtendaji wa kata, matumizi ya fedha hizo yamesimamiwa vizuri. Pale ambapo imezungumzwa shule labda zimeingia milioni 20 kwa ajili ya ujenzi wa chumba cha darasa au mathalan chumba hicho kimejengwa. Kama ni kimoja, kama ni viwili kwenye shule husika, kama ni kwenye vijiji mbali. Kwa kweli tunaridhika. Miradi ya maji ukiangalia alivyoshirikiana na viongozi wa idara ya maji upande wa Nkwenda, kwa kweli utaona maji yaliyounganishwa kwenye majumba ya watu. Utaona kuna ongezeko kubwa la wale wenye kuunganisha maji mpaka majumbani mwao. Si hilo tu, hata ujenzi wa DP kwenye maeneo ambayo hayakuwa na maji. Kwa kweli tunaridhika 100% kwamba huyu diwani kwa kweli ametekeleza vilivyo manifesto ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kubwa kuliko yote, kama hiyo yote ni 9, basi 10 tunamuomba Mungu atujalie na yeye ampe afya na uzima, ili pazia la uchukuaji wa fomu litakapofunguliwa tarehe 28 mwezi Juni aweze kuchukua fomu kwa ajili ya kutetea nafasi yake. Pamoja na kwamba wengine watachukua fomu kwa ajili ya nafasi, kwa sababu ni haki yao ya kikatiba kila mmoja kugombea, lakini huyu tunategemea akichukua fomu akarudi kwa wanachama bila shaka yoyote na bila mkwamo wa aina yote na bila hofu ya aina yote, wataweza kumpa kura nyingi za ndio ili aweze kuendeleza pale alipoishia. Kwa kweli tunakishukuru Chama cha Mapinduzi, tunamshukuru Mheshimiwa mbunge aliyeko madarakani, tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa ni mwenyekiti wetu wa taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna anavyosukuma pesa chini huku kwenye miradi, aki-encourage utekelezaji wa miradi yetu ngazi za vijiji, ngazi za kata. Kwa kweli miaka 5 hii imetuacha salama. Ukiacha Nkwenda stendi, hatakuwa na majengo ya stendi hapo, lakini stendi ipo, vyumba vya wafanyabiashara vipo vimejengwa, yani kila kimoja kinakwenda speed. Kikubwa tunaomba viongozi wetu hasa Mheshimiwa Rais huyo hatuna mashaka naye, kwa sababu huyo tayari ameshapitishwa, ni mgombea wetu wa chama ngazi ya taifa. Lakini pia Mheshimiwa diwani, Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa diwani pale amechukua fomu, hatuna mashaka naye kwamba wanachama watamrudisha kwa wingi wa kura, si kura chache, kwa wingi wa kura, kwa sababu alichokifanya kwa maendeleo ya kata hii haijapata kutokea. Tuna madiwani wengi wamepita, hatusemi hawajafanya kitu, walifanya, lakini huyu amekuwa ni zaidi ya wale. Kwa hiyo huyu ni diwani pekee ambaye hatukuwahi kumpata diwani wa aina hii. Wamepita madiwani wengi kwenye kata hii. Tunaamini wamefanya mazuri mengi, wametekeleza wajibu wao kwa vipindi walivyoongoza, lakini kwa diwani huyu kwa miaka hii 5 kwa kweli amefanya makubwa ukilinganisha na kipindi alichohudumu, na mengi aliyoyafanya. Utaona aliyoyafanya ni mengi kuliko kipindi alichohudumu kama diwani. Kwa hiyo tunaamini Mungu akimjalia akapata miaka 5 mingine ijayo, atafanya mengi makubwa kuliko haya aliyoyafanya, kwa sababu huu ulikuwa ni mwanzo, lakini tukiangalia aliyoyafanya ni makubwa. Kwa hiyo tunaamini hii manifesto ya Chama cha Mapinduzi aliyoitekeleza kwa miaka 5, akipata miaka mingine 5 kutekeleza manifesto ya Chama cha Mapinduzi 2025 2030, tunaamini atafanya mambo makubwa mengi. Hayo ndio ya kwangu.
Nikushukuru ndugu mtangazaji kwa kunipa nafasi hii. Haya ndio yalikuwa maoni yangu, asante sana. Ndugu mwandishi wa habari, kwa majina naitwa Saidi Senya za kumpa mwenyekiti wa serikali ya Muhulile kwenye kata ya Nkwenda. Tumefika kwa mheshimiwa diwani kwa sababu moja tu. Leo ilikuwa halmashauri kuu ya kata ili kuweza kutekeleza kutusomea ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tumefika kwa kumpongeza, amefanya kazi vizuri kwenye kata yetu, lakini pia nimpongeze mheshimiwa diwani kwa kufanya kazi miaka 5 iliyopita. Jambo la kwanza, ametekeleza miradi ya maji, amechangia bomba za maji, kachangia miradi ya chanzo cha maji Kasia, kachangia maji mengine kwenye shule za msingi. Lakini mheshimiwa diwani kijiji cha Muhulile amekutunga mkono ujenzi wa vyumba madarasa, kuchangia simenti, kuchangia mchango mbalimbali. Pia mheshimiwa diwani Katunzi amechangia vitu vya sekondari. Sasa hivi tuna mradi wa China. Kitu kingine, mheshimiwa diwani ametunga mkono katika uendezaji wa shule za msingi. Mheshimiwa diwani wa kata ya Nkwenda amefanya kazi nyingi sana. Kwanza kuhamasisha wanajamii wote wa Muhulile kuweza kufanya kazi vizuri ya kiserikali. Lakini pia mheshimiwa diwani ameunganisha vijana kimichezo. Katika kijiji chetu watu wamecheza michezo kwa ufasaha. Mheshimiwa diwani kata ya Nkwenda amepiga mwingi pia kwenye habari ya kina mama, vikundi mbalimbali. Amewezesha vikundi mbalimbali vya kina mama na vya vijana. Lakini pia mheshimiwa diwani kata ya Nkwenda amefanya kazi nyingi kwenye kijiji chetu, hususan maji, habari ya elimu na vitu vingine. Mpaka sasa hivi tunamunga mkono, lakini sisi binafsi kama tawi la Mwenge tunamunga mkono, tumemwomba miaka 5 aweze kufanya kazi vizuri ili tulipofikia aweze kwenda vizuri. Lakini wananchi wote wa kijiji kizima, wanajamii na Chama cha Mapinduzi wanafanya kazi kwa bidii ili kumunga mkono mheshimiwa diwani aweze. Hakuna mtu wa kufanya mbamba atashinda kwa 100% ili aweze kueneza kijiji chetu. Pia tunategemea Kishinga ingie madarakani, sekondari yetu itaanza mara moja ambayo imetengwa kwenye shule ya msingi Nkwenda ili sekondari iwepo. Watu wetu kutokana na hadhi ya kutembea sana kutoka kwenye vijiji vya Rwesasi, Merule na Ihanika iko na sekondari ya Nkwenda. Tunamshukuru sana na tunamtakia majukumu mema katika uchaguzi wa mwaka 2025. Asante sana.